Maandamano ya Sabasaba mwaka 2026 nchini Tanzania yametokana na mchanganyiko wa sababu za kisiasa, madai ya haki za kiraia na kutoridhishwa kwa baadhi ya wananchi na matukio yaliyotokea katika uchaguzi mkuu mwaka 2025. Wito wa maandamano ulisambazwa zaidi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii na wanaharakati, ukihusishwa na madai kadhaa. Madai yaliyotolewa na waandamanaji na baadhi ya wanaharakati ni pamoja na kutaka uwajibikaji kuhusu matukio vurugu yaliyotokea baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025, kutaka kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa akiwa mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema, ndugu Tundu Antipas Lissu ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini. Ulemavu wa kudumu. Tulikiona kilio na machozi ya mama na uchungu wa ndugu waliopoteza wapendwa wao. Tulishuhudia msiba mzito unaolikabili taifa letu. Sisi ngome ya wanawake, kupitia ziara yetu ndio tunaweza kusema ukweli wa mauaji yaliyotokea Oktoba 29 mwaka 2025, kwa sababu tumekutana na wahanga ana kwa ana na tulipewa simulizi za uwazi usio na hofu ya kutekwa. Katika jimbo la Tandahimba ilielezwa jinsi ambavyo vijana wa UVCCM walishirikiana na jeshi la polisi walivyopiga watu na kuwaua, kuwavunja miguu na kubaki na ulemavu wa kudumu. Wengine hadi leo wanajiuguza majeraha yao, pamoja na wengine kufa, na sasa hakuna yoyote aliyechukuliwa hatua zozote za kisheria. Tume ya Jaji Chande imeficha haya mauaji yaliyotokea mkoa wa Mtwara. Hata mkoa huu haukutajwa kama ni miongoni mwa mikoa ambayo mauaji yalitokea. Sasa ripoti ya Jaji Chande itakuwaje na ukweli kama Mtwara haimo, ambayo mkoa huu umeacha yatima wengi sana na mkoa wa Lindi umeacha mayatima wengi? Jeshi la polisi katika mkoa wa Mtwara lilijaribu kutuzuia tusifike kwenda kuonana na wahanga, lakini pia ilituzuia kuhudhuria makaburi ya watu waliopoteza maisha. Nini wanataka kukificha? Mkoa wa Songwe tulielezwa pia jinsi polisi ilivyowapiga watu risasi za moto na kupoteza maisha na kubaki kwenye ulemavu wa kudumu. Lakini pia wapo watu waliotekwa. Leo tume ya Jaji Chande inatuambia watu wametekwa kwa mapenzi. Naomba tuulizane ndugu zangu, unatekwa na mapenzi kutoka Songwe, unakwenda kukutwa umekufa Malawi. Baadhi yao pia wanataka kuwepo kwa uwazi pamoja na uwajibikaji zaidi katika taasisi za dola. Kwa upande wa serikali, mamlaka zimesema kuwa serikali inatambua haki za kikatiba, lakini imeweka mkazo kuwa hairuhusu vitendo vinavyoweza kusababisha vurugu, uharibifu wa mali au kuhatarisha usalama wa wananchi pamoja na taifa kwa ujumla. Waziri wa mambo ya ndani nchini Tanzania Patrobas Katambi amewataka wananchi kupuuza wito wowote unaodaiwa kuchochea chuki au fujo, akiweka mkazo kuwa vyombo vya dola vitachukua hatua dhidi ya watakaokiuka sheria. Jeshi la polisi pia limetangaza kuwa litachukua hatua dhidi ya yeyote atakayehusika na vitendo vya uhalifu, likisema limejiandaa kulinda usalama wa wananchi pamoja na mali zao. Nchini Tanzania, haki ya kuandamana na kukusanyika inatambuliwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977, lakini haki hiyo inaweza kuwekwa chini ya masharti yanayoruhusiwa na sheria. Haki ya kukusanyika na kushiriki mikusanyiko ya amani inatambua haki ya kila mtu kukutana, kushiriki mikutano au mikusanyiko ya amani. Hii ndio msingi wa kikatiba unaotajwa mara nyingi kuhusu maandamano. Kuna uhuru pia wa kutoa maoni. Kifungu cha 18 kinatoa haki ya kutoa maoni, kutafuta na kusambaza taarifa. Mara nyingi maandamano ya amani huonekana kama njia mojawapo ya watu kutumia uhuru. Kuna masharti pamoja na mipaka kikatiba. Pia inaruhusu haki hizo kuwekwa chini ya mipaka inayowekwa na sheria, kwa sababu kama kulinda usalama wa taifa, kulinda usalama wa umma, kulinda haki na uhuru wa watu wengine, kudumisha amani pamoja na utulivu katika jamii. Kwa sababu hiyo, haki ya kuandamana si haki isiyo na mipaka. Mamlaka zinaweza kuweka masharti yanayokubalika kisheria na lengo la kulinda maslahi hayo.
Sheria zinazohusiana na maandamano, mbali na katiba utekelezaji wa mikusanyiko na maandamano, unaongozwa pia na Police Force and Auxiliary Service Act. Kwa mujibu wa sheria hiyo, waandaaji wa maandamano au mikusanyiko ya umma kwa kawaida wanapaswa kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Kumekuwa na mijadala ya kisheria kuhusu iwapo utaratibu huu ni wa kutoa taarifa tu au unahitaji kibali katika mazingira fulani, jambo ambalo limekuwa likijadiliwa na mahakama na wadau wa sheria. Au alikuwa ameamua deliberate labda pengine kutoa pengine tafsiri ambayo sio sahihi. Lakini ukienda ibara ya 8 yenyewe inazungumzia kwamba serikali itapata mamlaka kwa wananchi na jukumu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi na itawajibika kwa wananchi. Sasa ustawi wa wananchi ni pamoja na haki yao ya kidemokrasia ya kujumuika, ya kutoa maoni, ya kushiriki mambo mbalimbali, kuandamana, kuonyesha hisia zao. Ndio ustawi wa jamii. Jamii ambayo haiwezi ikatoa maoni yao, haiwezi ikaonyesha hisia zao, haiwezi ikajumuika pamoja wala kutoa maoni wala kukosoa, jamii hiyo haina ustawi, ni jamii mfu. Kwa hiyo jamii yetu maana yake na nafasi hiyo. Kwa maana yake kimsingi, Mheshimiwa Waziri hata ibara ya 8 ambayo ameizungumzia, sijui kama atakuwa ameisoma, kimsingi kwa tamko lake ili tamko ambalo ni batili kabisa toka awali, limeenda kukiuka hata hiyo ibara yenyewe. Kwa hiyo kimsingi ni tamko ambalo halina uhalali hata kwa sekunde moja. Na kama ingekuwa ni nchi ambayo pengine watu wanaheshimu sana uwajibikaji, mimi nitegemea Mheshimiwa Waziri au ameshaachia ngazi, pengine mtu mwingine akaye ambaye anajua misingi ya muhimu ya kuheshimu katiba, kuheshimu utawala wa sheria na kulinda taswira ya nchi hii. Labda mimi niseme tu kwamba nchi yetu wote tunajua kwamba ndani ya miezi michache iliyopita kuanzia Oktoba mwaka jana, tumepita experience ambayo sisi wengine toka tumezaliwa ambao kidogo tuna miongo kadhaa hatujawahi kupita haya mambo ambayo tumeyaona kipindi hiki. Ni magumu sana, tumeweza kuyapita. Taswira yetu imejadilika sana duniani. Sasa hivi tuna kazi ya kujaribu kurudisha taswira, dunia ione kwamba labda taswira halisi ya Tanzania ipoje. Sasa kipindi tunajaribu kuona tunajengaje taswira irudi, kuna mtu anakuja amechafua tena taswira. Kwa hiyo ameenda ameweka tena topo. Yaani ni kama vile mna ndoo mnachotea maji kwa ajili ya kunywa wanafamilia. Kwa kipindi mmejaribu kuziba, ndoo ilikuwa imetoboka karibu kila sehemu ili mkachote maji, kuna mmoja amekuja amepiga ngumi amepasua tena sehemu nyingine. Kwa hiyo nadhani ndio kitu ambacho kinafanyika. Mimi ni waombe waheshimiwa mawaziri, viongozi wetu, kipindi hiki ni kipindi ambacho kuna muhimu sana wa kujizuia. Kama kuna vitu huna cha kuongea, si lazima sana uongee. Kuna mambo mengine mengi sana yanaweza kufanya. Waziri wa mambo ya ndani, mimi nitegemea jitokeze, pengine angezungumzia hali ya watu, kwa sababu hata ripoti ya Jaji Chande imezungumzia kwamba kuna watu ambao wengi ambao wamepotea hawajulikani walipo. Akina Humphrey Polepole hawajulikani wako wapi. Kwa mimi nitegemea labda akina Soka hawajulikani wako wapi. Labda Mheshimiwa Waziri angeweza kutusaidia baada ya kujikita kumia demokrasia. Angeweza pengine kutumia nafasi hiyo kukaa na jeshi la polisi, kuwashauri na kuwaagiza pengine walete mkakati gani wanao kwa ajili ya kuhakikisha haki ya kina Humphrey Polepole pamoja na kina Soka na watu wengine na wengine wengi ambao inaonekana wamepotea, haki yao ipatikane. Ndio mambo ya msingi tegemea afanye. Sasa ni kama vile Mheshimiwa Waziri ameacha portfolio yake ya majukumu yake, ameanza kutengeneza kitu ambacho ni kipya, alafu anakuja na excuse ambayo ni ya general, haina legal basis yoyote. Kwa hiyo sioni msingi wowote wa kisheria, wa kimantiki wala wa kisera. Viongozi wa vyama vikuu vya upinzani nchini Tanzania hususa Chadema na ACT Wazalendo wamekuwa wakitoa kauli kwamba haki ya kuandamana, kukusanyika na kufanya mikutano ya kisiasa ni haki za kikatiba ambazo hazipaswi kuzuiwa bila msingi wa kisheria. Wanasema katiba inatambua haki ya wananchi kukusanyika kwa amani, kufanya mikutano ya hadhara na kueleza maoni yao ya kisiasa, na kwamba haki hizo zinapaswa kulindwa badala ya kuzuiwa. Wamekuwa wakipinga maamuzi ya kusitisha mikutano ya kisiasa, wakidai kuwa yanakiuka katiba, yanapunguza ushindani wa kisiasa. Baadhi ya viongozi wa upinzani na Tanganyika Law Society pia wameeleza kuwa wataendelea kutumia njia za mahakama kupinga hatua hizo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania si tu inatoa hakikisho la haki ya kuishi kwa kila mtu nchini, bali pia inawatwika watu wote jukumu la kulinda uhai wa kila mmoja. Hivyo lazima kuwe na uelewa wa wote wa matukio ya ukiukwaji wa haki hii yaliyotokea kabla, mnamo na baada ya tarehe 29 2025 yanawagusa wananchi wote, na hivyo ripoti ya uchunguzi wote ule lazima unaofanywa kuhusiana na mauaji hayo ya kinyama lazima iwekwe hadharani ili wananchi wajue nani ni mkosa, nani anatakiwa kuwajibishwa. Uhai wa Tanzania si mali ya rais au ya serikali. Kuhusu mchakato wa katiba mpya wa kipindi kirefu,
Watanzania wamepata matatizo makubwa yanatokana na katiba tulionayo. Kamati kuu inasema kwamba Watanzania hawawezi kusubiri tena katiba mpya kwa kipindi kingine isipokuwa sasa. Kwa sababu hiyo, kamati kuu imeazimia kuundwa kamati ndogo ya kamati kuu ili kuandaa mkakati wa kuamua mchakato wa katiba mpya. Kamati hiyo itakuwa na jukumu la kuandaa mswada wa sheria kwa niaba ya wananchi, utakaoeleza utaratibu wa kuamua mchakato wa katiba mpya. Mswada huo utaeleza namna kura ya uamuzi ya referendum itakapofanywa, chombo huru cha kusimamia kura hiyo. Aidha, kamati kuu imeazimia kuwa Chadema itawaongoza wananchi kutaka kuanzia sasa mchakato uanze na katiba mpya ipatikane mapema mwaka 2027 na si zaidi ya hapo. Viongozi hao pia hudai kuwa kumekuwa na ukamataji wa wanasiasa, wanaharakati na wafuasi wa upinzani pamoja na matumizi makubwa ya vyombo vya dola, jambo ambalo kwa mtazamo wao linapunguza uhuru wa kisiasa na haki za kiraia. Aidha, wamekuwa wakitoa wito kwa mageuzi ya mfumo wa uchaguzi, katiba mpya na kuimarisha kwa uhuru wa taasisi za umma ili kuongeza imani kwa wananchi katika mchakato wa kisiasa. Kwa upande mwingine, serikali imekuwa ikiweka msimamo tofauti. Serikali inasema inalinda haki za kikatiba, lakini haki hizo lazima zitekelezwe kwa mujibu wa sheria na hazipaswi kutumika kusababisha vurugu au kuhatarisha usalama wa taifa. Mamlaka zimesema hatua za kuzuia baadhi ya mikutano na maandamano zinalenga kulinda amani, usalama wa wananchi na kuzuia uhalifu. Mwaka 1907 mwaka 2025 nchi imeshuhudia mamia ya Watanzania wakiuliwa bila sababu za msingi na bila uwajibikaji wowote mpaka sasa hivi. Nimefuatilia kwa makini hotuba ya mwenyekiti wa Zugu, na ninapenda nianze na swala la uchaguzi. Kwa nini tumefika hapa? Kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1985 Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa makusudi kabisa mwaka 2024 na mwaka 2025 likaenda kutunga sheria ya kuharibu uchaguzi. Zikatungwa sheria mbili. Ikatungwa sheria ya tume ya uchaguzi. Jambo la tume ya uchaguzi ni jambo la kikatiba, linapatikana chini ya ibara 74 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na moja kati ya jambo muhimu kwenye katiba chini ya ibara hiyo ni kwamba jina la Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni la kikatiba, sio la kisheria. Ukienda kusoma leo ibara 74, Tume ya Uchaguzi ya Tanzania inaitwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Lakini bunge likaenda kutunga sheria mwaka 2024 ikatuletea kitu kinachoitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, kitu ambacho kwenye katiba hakipo. Kwa hiyo kuanzia pale tulishaanza kutengeneza indication ya kwamba tukifika mwaka 2025 hakuwezi kuwa kuna uchaguzi kama mzee alitangulia kusema, kwa sababu hatuna tume. Ibara ya 64, ibara ndogo ya 5 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema sheria yoyote ya bunge itakayotungwa kwa kukiuka katiba, hiyo sheria inakuwa ni batili kuanzia siku inapotungwa. Kwa maana hiyo, tunaingia kwenye uchaguzi mwaka 2025, hatuna chombo mahususi cha kikatiba ambacho kingeweza kutuhakikishia sio tu kuwa na uchaguzi, lakini uchaguzi huru, wa haki na unaoaminika. Tumeingia kwenye uchaguzi ambao hausimamiwi na chombo chochote kilichopewa mamlaka kikatiba kufanya hivyo. Ndio maana hayo yakatokea. Watu hawakuenguliwa kwenye uchaguzi kwa bahati mbaya, wameenguliwa kwa makusudi, kwa sababu kulikuwa kuna chombo kinachoweza kuratibu kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba. Na mpaka ninapozungumza hapa hatuna hiyo tu. Naomba nihame swala la mauaji, kwa sababu hili swala linadogoshwa sana, linaitwa vurugu. Kwenye sheria Profesa Shivya anajua kwamba inapotokea makosa mengine madogo yakachanganyika na kosa kubwa la mauaji, basi yale makosa madogo yote yanafutika, inabaki kosa moja la mauaji, kwa sababu adhabu yake ni kubwa kuliko makosa mengine. Tunapo address jambo hili la tarehe 29 Oktoba na siku chache zilizofuata baada ya hapo, hatupaswi kuzungumza kwamba kuna vurugu zilitokea. Tuzungumze kwa uwazi kwamba kuna mauaji yalitokea na sio vurugu. Kuzungumza vurugu maana yake ni kudogosha kilichotokea. Tumepoteza roho za watu. Mimi ninapozungumza kwenye jimbo langu la Kivuli walikufa watu 17 ambao nilishiriki kwenda kuwalipia gharama za mazishi.